وكانت زنيرة أمة رومية. زنيرة mwanamke shupavu. وكانت زنيرة أمة رومية. na alikuwa mwanamke zinnira amatan rumiyatan, ni kijakazi mwanamke mtumwa wa Kirumi. Mwanamke huyu mwanamke wa Kirumi mtumwa akiitwa zinnira. Aslamat, alikuwa mwanamke huyu ni mtumwa wa Kirumi, amesilimu. Fa'udhibat fillah, akaadhibiwa binti huyu kwa ajili ya Allah. Wa usibat fi basariha hatta amiyat, na akasibiwa. Na habari hii ameitaja pia kwa urefu al-Imam Ibn Kathir katika al-Bidaya wa an-Nihaya radiyallahu ta'ala anha. Wa usibat fi basariha, na akasibiwa katika jicho lake, wakamtia jeraha katika jicho. Hatta amiyat, mpaka kapata upofu binti huyu. Faqila laha, pakasemwa kuambiwa yeye. Angalia washirikina walivyokuwa watu wajeuri hawa, wameshamuumiza, wanasema asabatki Allat wal Uzza, wamekusibu wewe mwanamke na hayo madhara. Allat wal Uzza, eti ile miungu yao, masanamu yao yale ndio yamemdhuru. Asabatki Allat wal Uzza, wamekusibu wewe na hilo janga Lata na Uzza. Faqalat, akasema Zinnira, la wallahi ma asabatni, hapana wallahi hawajanisibu mimi hao Lata na Uzza. Tauhid. Wa hadha min Allah, na hili ambalo limenipata latokea kwa Allah, iman. Wa inshaa, na Allah kitaka kashafahu, ataliondosha. Wanawake hao, si ndio? Huku watoto wa kike wamelelewa katika iman toka wamezaliwa, ni Waislamu, bila kupigwa kofi na mtu wala kuchapwa mjeledi. Wanawake wa leo kwa sababu ya mapenzi tu anaamua kuritadi, tena anakueleza maneno kwa ujasiri. Sasa nitafanyaje? Moyo huwezi kushindana na nini bwana, na moyo. Kwa maana umeamua kuritadi ule moyo wake, yale mahaba yalivyomjaa ya kumpenda kafiri fulani, basi moyo wake haumzingatii Allah wala dini yake wala Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anaritadi binti wa Kiislamu hali ya kuwa anakunywa soda, kwamba tayari bwana mimi nishawachana kule nyumbani, watajua wenyewe sasa, ni wewe tu sasa. Kidume kikafirisha ambiwa hivyo, kweli yamaliza mimi. Na pengine akawapata watetezi kwenye familia Waislamu, lakini maamuzi yake ashakuwa mkubwa huyo, maamuzi yake. Unajua mwanamke hana dini madayuthi yale, jinga kabisa. Dini ya mwanamke ni ya mume bwana. Allahu almusta'an. Wanawake walio leo wapate mazingatio na wanawake hawa, wanaishika dini yao na kuzungumza maneno ya imani na thabat katika haki walioijua katika kipindi kigumu cha kuadhibiwa. Ikiwa hawa ni wanawake wa kisahaba, wewe unadhani wanaume wao walikuwaje? Ndugu yangu, unaonaje hapa? Hivi sisi na wanaume wetu tunaingia katika swalaba ya wanawake hawa? Allahu almusta'an. Sikwambii hawa wanaume wanavyoacha dini kwa mambo ya kipumbavu tu, masalihi tu.
mambo ya kimaslahi, hajapigwa wala hajashikiwa mtutu wa bunduki. Unaona bwana, hataki Uislamu. Na kuna wakati mwingine akatishiwa kwa mambo ya kawaida tu, tunatishiwa na kazi tu, kwa bwana hapa tutaki Uislamu, ofisini kwetu hakuna kuswali hapa, mambo ya dini yako hapa sio msikitini hapa. Kwa hiyo vua kanzu kule, taki mambo haya, kula suti ile pale, mambo ya kuswali utajua mwenyewe, hapa swaliwi hapa, sio msikitini she hapa ni sehemu ya kazi. Wallah bwana, mtafanyaje bwana? Natafuta ugali wa watoto, linaacha dini kwa sababu ya kazi. Haya, ingekuwa tunashikiwa mijeledi na visu kama hivi, kutupwa katika moto, kuwekewa mawe, tungebaki na dini kweli? Kwa sababu ya dunia tu mtu yuko radhi na anakueleza kama vile jambo la maana kabisa. Vipi, mbona uko hivi bwana siku hizi? Kaka ofisi bwana, jamaa hapa bwana umetubana sana bwana. Sheikh, hujui kwamba kuna akhira na huo umri wako umekisiwa ni muda mfupi sana na kuna hesabu? Wewe utakwenda kumueleza nini Allah kwamba uliacha kusimamia misingi ya dini kwa sababu ya kazi? Mbona pana waumini wenzako wameshika dini zao na wanaishi mpaka leo na hawadhaliliki katika kazi hizo za kukosa dini, wanafanya mambo yao, masaidia fundi huko, wabeba zege, wapasua kuni, wanaishi na Uislamu wao. Wewe una nini bwana? Dhaifu, udhaifu ni mkubwa kabisa. Sasa ingekuwa tunaadhibiwa ingekuwaje? Au hujaona wengine wanakimbia dini kwa sababu ya kuogopa maneno? Kuogopa maneno kweli ya watu. Na kama anataka kuja msikitini, kanzu anatia kwenye mfuko kwanza, na kuja kuivalia kwenye udhu. Sasa tunaonekana Mswahili, tunaonekana shehe. Kwa hiyo ule Uislamu pia anauonea haya, tia kanzu kwenye mfuko na kuja kuvalia msikitini. Anaogopa pia watu wasione, usijui ni Muislamu. Na leo kukutana na jamaa zake, kumbe naye humo, sema mara moja. Pumbavu kabisa. Tumefikia hali mbaya. Huyu mwanamke anawajibu, ananiambia la wallahi ma asabatni, hapana wallahi hawajanisibu mimi hao Lata na Uzza, wa hadha min Allah, na hili lilonisibu latokea kwa Allah, wa inshaa kashafahu, na akitaka ataliondosha dhara hili la kwamba mimi sioni. Anasema shekhi hapa, fa asbahat min alghad wa qad radda Allah basaraha, akapambaukiwa mwanamke huyu siku ya kesho yake, wa qad radda Allah basaraha, na kwa hakika amelirudisha Allah jicho lake. Kesho yake alipoamka anaona. Allah akamponya mwanamke huyu kwa salaba aliyokuwa nayo katika dini na thika yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa husnu dhann. Faqalat Quraish, wakasema Quraish baada yule mwanamke sasa kupona na kuona, hadha ba'dhu sihri Muhammadin, huu sasa ni baadhi ya uchawi wa Muhammad. Silikuwa hao ni jana leo, mbona naona huyu? Bismillahir rahmanir